Jambo Mtemi watu wanamuogopa. Nyamilandu huyo, Nyamilandu huyo, fujo kwa jamii yani kila dakika. Nyamilandu huyo, Nyamilandu huyo, lakini kwenye ndoa yake ina mashaka. Nyamilandu huyo, Nyamilandu huyo, ana miezi 6 hajawahi kupika mama. Tuko na kufanya Nyamilandu, tuko na kufanya Nyamilandu. Siombe ukutane naye huyo, siombe ukutane naye huyo. Wanamuita Ngulubange ya nani ya mama, wanamuita Ngulubange zake kama kiyama, wanamuita Ngulubange, wanamuita Ngulubange. Yani mikono juu, mdogo mdogo mwendo wa mateka, akikugundua kama umefanya kosa. Kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma, kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma. Wanamuita Ngulubange ya nani ya mama, wanamuita Ngulubange zake kama kiyama, wanamuita Ngulubange, wanamuita Ngulubange. Kwani nakupendea hapo, ulikuwa nakupenda kwa kupika. Unapika vizuri. Yaani mali yangu sijatupa mke wangu. Asante sana. Nakupenda sana, nakupenda. I love you too much. Nakupenda pia mama. Watoto bwana. Karibu. Asante. Nini sasa hii? Kama unavyoona anatibwili la uswazi. Hichi ndio chakula hichi? Si mandazi haya? Mbona mandazi? Mimi nakuacha hela afu unanipia mandazi? Unatema mandazi ya kununua haya? Kwani umeniacha shilingi ngapi? Buku. Sababu inatosha. Nimenunua mandazi yangu, nimekula nawe kula mandazi yako. Acha kunitania bwana wewe. Sasa buku ndogo. Buku ndogo nakuuliza? Sasa unataka nipike nini buku? Watu wanaacha 250. Hizo nyumba unaziona kubwa kubwa zimependeza, watu wanaacha 250. Na mtu akikuja anakuta pilau, anakuta juisi, anakuta samaki mkubwa. Wewe unashinda nini kujiongeza? Mimi nimekuwa wewe kwa sababu ya mtelemko. Umeniachia buku na mimi nilichoamua nimeenda kununua mandazi ya kwangu nishakula nawe kula kwako tukalale, kwani kuna shida? Wewe usinichanganye. Uje wewe mwanamke wewe. Mbona unashinda kujiongeza wewe? Wewe uzuri yote. Nijiongeze kivipi mume wangu? Umeniachia buku. Unashindwa kwenda kwa dukani pale kwa mzee Swai akakupa hiyo buku, ukimpa anakupa sukari, mandazi anakupa, angekupa lundo, anakupa mchele, anakupa kila kitu. Na buku lako anakurudishia. Wewe unashindwa kujiongeza kama hivyo? Unashindwa? Mbona wewe unanikera wewe? Acha mambo hayo, mambo unayofanya nitakukata vibao, si mchezo. Kwa sababu unanichanganya wewe. Mwanamke gani yani unanikera? Yani wewe nitakuacha vibao mimi. Angalia vile. Wewe mzuri lakini unashindwa yani kunihudumia mimi vitu. Unajisikia kweli? Najisikia vipi tena? Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani usiyotambua thamani ya mwanamke? Samani. Leo unamtuma. Kesho na kesho kutwa akileta mimba hapa nani utaikubali? Hapana, mimi mwanamlijali. Unajua kuna watoto wa mtaani wangapi katika nchi? Wengi. Kutokana na wanaume kama wewe. Unajua kuna single mother wangapi wanaolea watoto wao wenyewe? Wengi. Kutokana na wazazi kama wewe. Samia Fandi. Wewe ni mwanaume aina gani? Unamtuma Unamtuma leo mkeo mwenyewe. Si ulimwoa mwenyewe? Kwa pesa zako mwenyewe ulilazimishwa. Kwa nini usimpende na ukamthamini? Unashindwa kumhudumia mtu mmoja. Kesho na kesho tu mkeo na familia, utaweza kuhudumia watoto? Yani mikono juu, mdogo mdogo wa mateka, akigundua kama umefanya kosa. Kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma, kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma. Wanamuita Ngulubange ya nani ya mama, wanamuita Ngulubange zake kama kiyama, wanamuita Ngulubange, wanamuita Ngulubange. Usishike hapo baby. Yeah, basi. Chuga. Tulia.
sikuumizi. Sikia tatizo lako mwanangu, anapenda kujisifu, alafu mimi nakuelekezaga mazingira. Oa nipe hela nikachukue mzigo, unazingwaga. Mimi nikichukua mazingira unakuja unadakia. Mimi sipendi hivyo vitu mwanangu. Mazingira sema mazingira singine unaletega yao. Kwanza hicho yenyewe sijakionja, mpaka sasa hivi sijajua cha wapi. Bali toa kitu kwanza. Mimi natoa huko sasa, nipe huko nipate booster mimi. Si unajua mimi ndo mwenyewe. Ninja mwenyewe ananijua mwenyewe. Hatari yani. Hakika bwana, huyu hakika. Hii kitu cha China, China au Japan moja hii. Kama sio Japan moja basi China moja hii. Sema mwanangu unazingua unajua. Unajua mimi ninapotoa hela yangu. Sikia ngombe kitu. Mimi nikikuelekeza mazingira. Lete. Shika. Na hii hapa. Utatumia na hiyo hapa. Samani, naomba uchukue vitu vyako. Mimi masuala kuniita kati mimi nataka niende shule. Muda wa kwenda shule ushafika, afu nitaita vitu mimi. Mimi sasa bwana nitaita kati shule bwana vitu vyako bwana. Siombe ukutane naye huyo. Siombe ukutane naye huyo. Wewe unajua mimi nasoma kabisa mimi mwanafunzi. Mimi maagizo mwenzake nani? Sasa wewe nani alikwambia mimi upite niite hapa? Mimi nasoma chukua bwana. Acha bwana. Ashika bwana. Mimi sio vitu vyangu. Chukua bwana vitu vyako bwana, acha mambo yako bwana. Ashika bwana, shika basi. Umeniagiza mimi nimemaliza huko, mimi nishamalizana na wewe. Mimi sitaki chukua wewe, chukua ganja yako bwana. Chukua bwana. Mimi hapa wewe unanifundisha mimi, baba yangu kanikataza. Kwanza baba yangu mwenyewe katibu kata. Hataki kabisa mimi nifanye mambo kama haya. Chukua bwana. Msizuge, endeleeni bwana. Jinsi watu wa kiume nyinyi. Mbona kwa hamna misimamo? Samani, mimi hapa mwanafunzi, napita hapa naenda tuition, ninaenda kusoma biology. What is the physics is a branch of science which deals with study of number. Ile ndio shule. Ndio njia kwenda shuleni. Madaftari hapa. Hii hapo shule. Kwamba wewe afande bwana, sikia wewe afande muongo. Maana hiyo utajiona huko Saudi au huko China au Marekani. Wewe jaribu ndo na jaribu wewe unapojaribu. Bado sitaki bwana, chukua bwage yako. Chukua. Hivi. Unajua nchi inategemea sana vijana. Ndio najua kwa sababu kama sisi tunasoma. Wewe umeniponza, umeona umeniponza. Vitu vyako afuna. Kwa mazingira kama haya hapa nchi jivunie na nini? Vuteni! Chukua mpe. Afande. Vuta. Afande atakukamata, vuta. Shuka. Ndio msiweze hata kutumiaga hivi. Nataka ndio tusheni. Afande, chukua bwana. Afande, sasa afande, huyu bwana afande ananisingiza mimi. Mimi nimeagizwa na mama mimi situmii. Ya kwake huyu, afande ya kwake unajua. Afande basi mimi nitajaribu. Usivute. Mimi nitajaribu afande, mimi nitajaribu. Wewe usivute, wewe vuta. Wewe usivute afande bwana. Mimi umeniita kimakosa. Kwa nini unafanya kosa kusaidia hapa? Kufanya binadamu nifanya kosa, mimi binadamu nifanya kosa binadamu. Kuja hapo mama nimekuachia tu. Mbona unalalamika ni Rose ndo mena mbele. Unataka nifeli shule. Unalalamika nani? Mimi nasoma. Gambo mtemi watu wanamuogopa. Nyamirandu huyo. Fujo kwa jamii yani kila dakika. Nyamirandu. Nyamirandu. Siombe ukutane naye huyo. Wanamwita nguru bange ya nani ya mama. Wanamwita nguru bange zake kama kiyama. Wanamwita nguru bange. Yani mikono juu, mdogo mwendo wa mateka. Akikugundua kama wewe umefanya kosa kia nani, roho inauma. Kia nani bwana, roho inauma. Kia nani, roho inauma. Kia nani bwana, roho inauma. Wanamwita nguru bange kia nani ya mama. Wanamwita nguru bange zake kama kiyama. Wanamwita nguru bange. Mambo fundi. Safi za kwako.
Poa kwema. Fresh, karibu bosi wangu. Asante. Kabati langu vipi? Kabati lako bwana ndio hili. Ya hapa ndo nataka joint afanya finishing. Unajua mambo yote kiufundi aliingiliana kwa sababu kuna mtu naye alinipa 1 week kazi yake yote tayari kutokana na mambo ya shughuli ndio hiki hapa. Sasa hiki hapa nishamaliza. Kwa hiyo nikishatoka hii sasa ngoja kazi yako kwa wewe. Kwa hiyo naomba nipe kama 2 days. Unataka tugombane? Hizo ndo judgment, hizo ndo za mwisho. Unidai, mimi ndo nakudai. Unajizungusha kama kitu gani? Kama ulijua una nanili nyingi, kazi nyingi. Ni baya ungeniambia. Kuna kazi ya dharura ilitokea tu hapa mara moja ya shughuli ndio nimefanya haraka ilishaimaliza simeiona. Hapa tayari nimetoka hii na kuja kwa kweli. Mimi hizo za watu azinihusu. Napata lini kazi zangu? Hapa ndo nakupa hiyo judgment ya mwisho wa discussion 3 days. Naomba nivumilie kwa hilo bosi wangu. Maana unataka kuharibu uteja kabisa. Hapana, siwezi kukaribia uteja wangu. Mimi nakuheshimu bosi wangu. Haya, haina shida. Wewe nivumilie tu, sio na wasiwasi na hilo. Shemeji. Yaani kipindi ninapokuja hapa, niliposikia sauti, nikasema huyo shemeji yangu mimi. Wewe tena? Mimi huyo. Umeleta nini hapa? Wapi? Mimi kuna mzigo wangu nilileta nitengenezea hapo, mambo yamekuwa mengi, yani wewe. Shemeji, fundi mkweli kinyozi tu. Umeona Hata ukiwa ndani, mkeo ukweli wake, kitu cha kufanya cha ukweli ni ukinyozi tu. Mamangu mwanangu. Shemeji wewe bana wewe. Kweli. Shemeji, utokako kwema? Huku kwema kabisa, hakuna matatizo. Ila yaani mimi najiulizaga, hivi nyinyi japokuwa na uembamba wenu, lakini watata. Ndugu yako ule mtata sana. Una maana gani shemeji yangu? Yaani mke wangu mimi wa kufua, mimi wa kuosha vyombo, mimi wa kupiga deki, mimi huyo. Yaani kazi za ndani nifanye mimi, nimekuwa house boy. Kwa nini shemeji? Kwa nini mwanzo ugomvi? Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Ya kweli ya shemeji? Unauliza makofi polisi. Yaani wewe ndio uoshe vyombo, wewe upike, naye ana kazi gani? Si bora hiyo tu sasa. Sio sawa. Shemeji, siwezi kukaa kimya. Kwa hili nitakalia yote. Kwa wewe ndio ufanya kazi ndani. Si bora hiyo tu sasa. Mimi unyumba maskini ya Mungu. Nikitaka unyumba. Yaani mimi kwa sababu ndoa yangu sitaki nitoke nje. Na mimi mtoto wa Kiislamu nilokamilika. Mimi napandaga tumbuyu kwa mkono mmoja nikienda msalani na sopu stoki sana, yani nakaa natulia nikipata kama wenyewe nakwambia wazalamu sio nani za mkwezi. Mimi mtaalamu. Kikubwa umeniambia. Yaani huu mguu unavotoka hapa ninamfuata moja kwa moja, yani nitaenda kumwashia moto yule. Yaani anazingua. Kwa hili siwezi kaa kimya. Na mimi nikasemaje? Siwezi kaa kimya shemeji. Na mimi ndio maana ugomvi huu, kwa sababu wewe ni ndugu yako. Wote ni wembamba watupu na wembamba walele. Mkigombana niangalie mifupa inavyogongana. Lakini kiingia mimi mnene, taonekana nimeua, nimefanya nini kwa sababu bonge mzima napigana na mtu mwembamba. Mimi sitaki. Shemeji wewe kamwambie. Ili siwezi kulikalia kimya. Ndio shemeji, ndio ujue ndio hivyo. Nakwambiaje? Ili silikali kimya. Yaani navotoka hapa naenda kumwashia moto. Sasa hivi. Usijali shemeji, majibu atakupa. Ndio wangu nikaja kukushtakia wewe ndugu yake, kwa sababu nyinyi mambo watupu, hata mkigombana vinagombana leli kwa leli. Haya shemeji yangu. Ujumbe umefika. Haya bye. Sitaki nirudi tena kwa mara ya 3. Najua hiyo, mimi namaliza kitu sio nafasi kwa na amani. Baada ya siku 3 tunataka uhakika. Mimi natoka. Nikirudi tena hapa. Kila kitu kitapotea. Hapana, huwezi kugombana. Na wewe safari njema. Karibu sana. Kwema, mbona asubuhi? Mguu wako? Asante, vipi? Tunaweza tukaingia ndani tukazungumza. Muda ya kazi, nishachelewa kazini, siwezi kuongea. Ongea tu hapa haraka tu. Mada. Wewe tuongelee tu hapa. Shida na wewe, ni afu ni muhimu. Kwa nini nataka walau tukae tuzungumze. Ongea tu hapa haraka. Mimi naenda. Najua kazini. Basi sawa. Dada.
unavyomfanyia shemeji sio sawa. Sio sawa kabisa. Najua uko busy na majukumu ya kitaifa. Lakini dada yangu hivi unavuka mipaka. Hivi kweli dada yangu, kuosha vyombo aoshe shemeji yangu, kufua akufulie, kupika apike. Dada, tunakosea sana. Yaani imekuwa kama ndio mwanamke ndani. Unaona ni sawa kweli? Hebu mpunguzie majukumu shemeji yangu. Najua uko busy lakini jaribu basi hata kumuonyesha thamani hata kidogo tu. Nimekuelewa mdogo wangu. Wewe nikwambie kitu. Hayo mambo ambayo wanaongea yamepita tokea karne ya 21. Sawa? Yamepita ni muda mrefu mno. Sawa? Alafu kanuni za ndoa. Ndoa kanuni yake. Mwanaume akimuoa mwanamke anatakiwa afanye kazi zote. Mwanamke kazi yake ni hii ni moja. Sisi tu tuna huruma. Sawa? Alafu maisha yao ya kuwaza mapenzi hizi hamna. Sasa tunatakiwa tusimame na kazi. Dada, huyo ni mume wako, alafu ni mume wako wa ndoa kabisa. Hivi umejisikia ulichokiongea dadangu? Hebu jaribu kubadilika basi. Msamini shemeji yangu, analalamika, yani amedhoofu, sura imekosa nuru. Mpunguzia majukumu dadangu. Hata kama uko busy, basi jaribu kuona umeolewa, tena sio holela, sio mpenzi, sio hawara yako yule ni mume wako na ni wa ndoa. Hebu jaribu kuangalia basi, lifikiria hata hilo. Wewe ni mke wa mtu. Hivi sasa hivi nikae niwaze mapenzi, taifa litasimama kweli? Sio hivyo. Taifa linayumba kwa sababu ya watu kuwazawaza mapenzi. Umeona? Tukiokaa hivi tunawazawaza mapenzi muda wote, ndio wanapatikana watoto wengi wa mtaani, wanapatikana masingomaza kibao, madada wanazalilika mitaani, wanajiuza 2000 6000 kwa sababu ya nini? Taifa letu linayumba. Kwa hiyo linayumba, watu baada ya kusimama na kazi wanawaza mapenzi. Sawa? Kwa nini taifa letu liumbe? Tusimame na taifa letu. Unachokiongea dada ni sawa. Unachokiongea mimi nakuelewa vizuri tu. Lakini dada, jaribu kuangalia na familia. Yule ni mume wako dada. Kwa nini lakini unataka kunielewa? Hebu jaribu kumpunguzia basi mambo mengine shemeji. Wewe ni mwanamke ulioolewa. Ni kweli taifa letu. Lakini baada ya taifa bado wewe ni mwanamke wa mtu. Kwa hiyo utakula taifa. Taifa litakupa watoto. Hebu jirekebishe dadangu. Sirudi nyumbani. Nalala kwenye taifa. Najua shemeji. Nalala kazini. Na ndio maana unarudi. Hebu jirekebishe. Kwa sababu na nyumba yangu. Hebu usiwe mbishi dadangu. Ndoa, kazi. Mimi da kazi lazima niwe kazini. Mida ya ndoa nitakuwa nyumbani. Ni sawa. Mimi najua wewe ni muelewa. Natumaini umenielewa vizuri. Kwa hiyo naomba pangilia ratiba zako vizuri, muelewane na mume wako. Shemeji yangu asilalamike tena. Haitakuwa sawa. Nimekuelewa ndugu yangu, sawa. Ila naomba uwe jasiri kama mimi dada yako. Pambana na taifa lako. Wanaume hawa wapo tu. Sawa? Sawa dada yangu. Pambana ndugu yangu. Madai. Kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma, kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma. Nyamirandu huyo, Nyamirandu huyo, Gambo Mtemi watu wanamuogopa. Nyamirandu huyo, Nyamirandu huyo, fujo kwa jamii yani kila dakika. Nyamirandu huyo, Nyamirandu huyo, lakini kwenye ndoa yake ina mashaka. Nyamirandu huyo, Nyamirandu huyo, ana miezi 6 hajawahi kupika mama. Tupo napokifanya Nyamirandu, tupo napokifanya Nyamirandu, siombe ukutane naye huyo, siombe ukutane naye huyo. Wanamuita ngulubange kia nani ya kia mama, wanamuita ngulubange zake kama kiyama, wanamuita ngulubange, wanamuita ngulubange. Yani mikono juu, mdogo mdogo mwendo wa mateka, akikugundua kama wewe umefanya kosa. Kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma, kia nani roho inauma, kia nani bwana roho inauma. Wanamuita ngulubange kia nani ya kia mama, wanamuita ngulubange zake kama kiyama, wanamuita ngulubange, wanamuita ngulubange.